Amina. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana Bwana Yesu. Amina. Mungu akubariki. Basi hapa naomba uwe makini, nitaenda taratibu kwa sababu na muda pia ni mzuri, ili uweze kuelewa haya yatakayotokea wakati wa dhiki kuu. Dhiki kuu ukisoma kwenye Biblia sehemu nyingine inaitwa tabu ya Yakobo. Yaani hii dhiki itakuja baada ya kuwa wale watu ambao hawakumwamini Yesu. Kuna vipindi kama vingapi? Vipindi kama viwili vitakavyogawanyika katika kipindi cha dhiki kuu. Nitakieleza moja na kingine. Iko hivi kwamba tunapokuwa wanadamu tunaishi hapa duniani, mara nyingi tunahubiriwa habari za kumwamini Yesu. Lakini unakuta huyu mwanadamu anaona kwamba ni kama haya mambo sio kweli, ni kama labda ni uongo. Kinachokuomba ufike mahali uelewe kwamba haya mambo ni kweli na yatatokea. Sasa nieleze kwa habari ya kitabu cha Ufunuo. Ukisoma Ufunuo hapo 1 mstari wa 19. Kitabu cha Ufunuo kimegawanyika katika maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ukisoma huo mstari, hata ukifungua Biblia hapo, ni mambo aliyoyaona Yohana. Eneo la pili ni mambo yaliyopo. Eneo la tatu ni mambo yatakayokuwako baada ya hayo. Sasa katika eneo hilo unakuta kwamba maeneo ambayo aliyoyaona Yohana yanaanzia sura ile ya kwanza. Sura ya pili mpaka ya tatu ni maeneo ambayo yaliyopo. Kwa nini tunakuta kwamba anataja kwenye hali makanisa? Ndio anazungumza kwamba watu wamepoteza upendo wa kwanza, na unakuta hata leo makanisani watu wamepoteza upendo ule wa kwanza. Kwa hiyo ndio mambo yaliyopo anapozungumzia hapo mstari wa 19. Kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 22 Ufunuo ni mambo yatakayokuwako baada ya hayo. Kwa unakuta katika eneo hilo tunazungumzia mambo yatakayokuwako baada ya hayo, kwamba ni mambo yajayo. Kwa hiyo hiki kitabu kinaeleza, ukisoma sura ya kwanza pale moja amesema hiki kitabu tunasema cha Ufunuo wa Yohana, kitu chenyewe kilivyoanza kinasema ufunuo wa Yesu Kristo. Unaona sasa, ambao Mungu aliweza kumfunulia Yohana kwa mkono wa malaika ili awape watu, awaeleze mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Kwa hivi vitu tunavyovizungumza ni mambo ambayo Biblia inasema hicho kitabu tulichokisoma yatatokea muda ambao sio mrefu, yatatokea. Yaani na maana inawezekana wakati mwingine kama watumishi, na hata siku zile tulivyofundisha habari ya unyakuo, nizungumza siku ile kwamba unyakuo unakuja. Kwa hiyo baada ya unyakuo kutokea, kitakachofuata ndio kinachoitwa dhiki kuu. Na hii dhiki kuu itatokea kwa muda wa miaka 7. Hii dhiki kuu takueleza kwenye Biblia, ukisoma hata hapo utaona. Sasa Biblia haijataja miaka 7, imeeleza kwa lugha ya kinabii. Ukisoma sehemu nyingine inakwambia kwamba kuna wakati itatokea, kwamba itatokea kwa nyakati, wakati na nusu wakati. Au utaona inaeleza kwa mfano wakati wa mpinga Kristo atakapokuwa sasa anafanya kazi kwa kiwango kikubwa sana, mateso, kama pale tuliposoma kwa mstari wa 16 pale, lakini hata mstari wa 13 pale kitu kitakachotokea pale Biblia inaeleza kwamba ile siku Biblia inasema ni miezi 42. Sasa miezi 42 gawa kwa mwaka, maana ni hesabu za kinabii. Unakuwa ukigawa kwa mwaka unapata 3.5. Unaona sasa, lakini ukijumlisha kwa pamoja itakuwa ni kipindi cha miaka 7. Na hiyo ameitabiri hata Danieli. Bwana Yesu asiwe. Ukisoma kitabu cha Danieli ameeleza habari ya dhiki kuu itakayotokea. Kuna majuma 70 yalitajwa pale. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli ameeleza majuma 70. Akataja majina yatakayotokea pale. Sasa na sio Danieli, Yesu mwenyewe akaja akanukuu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24 kwamba mtakapokuwa mmeliona chukizo la uharibifu lililoweza kunenwa na nabii Danieli, asomaye na afahamu, kwamba walioko Uyahudi na wakimbilie milimani. Maana sasa hali imekuwa ni mbaya. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe sana.
Sasa iko hivi kwamba hii dhiki kuu tunayoizungumza ni dhiki ambayo ukisoma Biblia imesema ni dhiki ambayo haijawahi kutokea. Yaani kama kuna wanadamu waliwahi kupata dhiki, hii haina mfano wake. Sasa hii dhiki ni watu gani itakayowakuta? Kwa sababu lazima niyaweke mambo vizuri kwanza ili niweze kueleza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna mbalimbali katika kipindi cha dhiki kuu hiki. Ukisoma vizuri Biblia, usipoelewa vizuri, unaweza ukakuta kwamba hata Wakristo itaweza kuwakuta usipokuwa makini. Wametaja watakatifu pale kwamba siku zile zisingalifupizwa, asingalikuwepo mtu ambaye ataokoka, lakini kwa ajili ya wateule siku zile zitafupizwa. Unajiuliza wateule gani sasa? Iko hivi. Katika wateule wanaotajwa kwenye eneo hilo, wako wateule wa aina kama mbili. Ni wale ambao watu watakao kuja kuokoka kipindi kile, kwa sababu hicho kipindi cha dhiki kuu, hasa wale waliookoka, wenye wokovu wa ulegevu, wenye wokovu wa michanganyo, wameshindwa kuokolewa kwa nafasi ya kipindi cha neema, wanakuja kuokoka sasa kwa mateso. Maana yake wasipotiwa alama ya mnyama ili wa kwamba waweze kuuza au kununua, sababu si wanafahamu walielekezwa. Kwa sababu ya kutokuwa waaminifu, pengine kiburi, wanapoeleza mambo haya jamani tusifanye, wewe wao wanafanya, hawataweza kunyakuliwa, watabaki. Kwa hiyo wataokolewa kwa moto. Wengine wanaotaja watakatifu pale ni taifa la Israeli. Kwa nini wanaitwa taifa la Israeli? Ukisoma Warumi sura ya 10 pale Biblia inasema kwamba ni kweli, ni hakika ugumu umeipata Israeli, lakini Israeli wataokoka. Kwa nini? Israeli wao wokovu wao watakuja kuokoka wakati wa kipindi cha dhiki kuu, kwa sababu walimkataa Yesu wakaweza kumuua. Sasa unaweza kuuliza hii inakuweje? Kama unafahamu, hata kama unafuatilia taarifa za dunia, ni kwamba Israeli tunapozungumza hivi, kule Yerusalemu hawana hekalu. Mpaka tunapozungumza, mahali ambapo lilipojengwa hekalu, kuna msikiti unaitwa msikiti wa Al-Aqsa. Katika ule msikiti ni mahali ambapo lilijengwa hekalu la Sulemani, na wao kiunabii lazima lile hekalu lile pale mahali uje ujengwe hekalu, na maandalizi yameshaanza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani vifaa vya maandalizi wa kujenga hilo hekalu yameshaanza. Kama uliwahi kusikia kuna kitu kinaitwa dini moja inakuja. Hiyo dini moja na hilo chukio linalotajwa utakuja kutajwa kwamba hivi itakapojengwa ile hekalu, wana wa Israeli kwa mara ya kwanza, kipindi cha miaka 3.5 ya kwanza, kina mgawanyiko hivi. Wale watakao kuwa wamenyakuliwa, kutakuwa na kitu kinaitwa kupimwa kazi. Hiyo ipo kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3. Biblia inaposema kwamba kama ulijenga kwa nyasi, miti, siwi nini, kazi ya kila mtu itapimwa. Lakini wengine wamesema wataokolewa kama kwa sasa. Ni watu gani? Ni kule mbinguni. Na kule nako kuna vipindi viwili. Kipindi kingine kinaitwa karamu ya mwana kondoo au harusi ya mwana kondoo itafanyika kule. Yote ukisoma kwenye Biblia utaiona. Sasa wakati wana wa Israeli watakapolijenga lile hekalu pale Yerusalemu, itakuwa inafanyika ibada. Na usiwaone taifa la Israeli unapoona leo wana nguvu, wanavurumisha mabomu. Kuna wakati wana wa Israeli nguvu zitapunguzwa. Zitakapopunguzwa, na atakuja mtu anaitwa mpinga Kristo. Mpinga Kristo watakuja kumwamini kwamba huyu ndiye Kristo, na atakuwepo mpaka kwenye hekalu wakijua ni kweli huyu ni Kristo. Kitakachokuja kushituka kwenye ile miaka 3.5 ya kwanza, atakuja kujidhihirisha mpinga Kristo ni kama anawasaidia taifa la Israeli, yani ili ya kwamba wasiendelee kuonewa na mataifa mengine, na watamuamini. Atakapokuja kutoa sadaka ambayo kikanuni ni chukizo mbele za Mungu, ndipo watakapogundua kwamba huyu sasa kumbe sio Yesu, kumbe ni mtu mwingine, ni mpinga Kristo. Ndipo hapo sasa hali itakuwa ni mbaya sana kwa taifa la Israeli,
maana yake wataanza kutafuta. Lakini hapo sitaki kufika sana huko. Kasome kitabu cha Ufunuo 12. Utaona pale inaelezwa jinsi ambavyo itakavyotokea pale. Ameeleza pale sura ya 12 inaeleza jinsi kitakavyotokea kwamba tutakuwa mwanamke ambaye atakuwa ameweza kuzaa. Yule mwanamke akishazaa kwamba yule joka akataka kumuua. Alipotaka kumuua akashindwa, akatapika mto ili kwamba ule mto uweze kumgarikisha. Lakini amesema akaondoka, akaota bawa, akaenda mahali fulani akatunzwa. Sasa wakati wa kipindi cha dhiki kuu watu watakaookoka watakuwepo, lakini iko hivi, naomba nikueleze. Biblia inavyosema kwa sasa hivi ugumu umeupata Israeli, lakini nasema Israeli wataokoka. Lakini ukisoma kwenye Biblia hiyo inasema kwamba mataifa yote wataokoka. Je, hivi wakati huu sisi ndio watu wa mataifa tunaokoka wote? Haitawezekana. Kwa maana gani? Iko hivi, naomba nisikilize. Wakati wa kipindi cha neema ni kipindi ambacho tumepewa nafasi ya wokovu sisi. Yaani kipindi hiki sisi tumepewa nafasi ya kuokoka kuliko Israeli. Kwa nini nazungumza hivi? Israeli leo hii wenzetu kule hawana habari ya Yesu. Walioko kule wanaomwamini Yesu chache sana kuliko huku mataifa mengine. Kwa nini? Kwa sababu walimkataa Yesu. Kwa neema ile iligeukia kwetu sisi watu wa mataifa. Lakini kipindi cha dhiki kuu nafasi ya kuokoka itakuwa ni ngumu sana kwetu sisi, ila itakuwa ni nafasi kubwa na nyepesi kwa taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana Yesu. Sijui kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kama mnanielewa, ina maana iko hivi. Sisi watu wa mataifa au watu wa mbuga. Tunaposema watu wa mataifa, Biblia toka mwanzo Mungu aliwatambua watu wengine ni watu wa mataifa. Kwa maana Biblia inasema sisi ni mataifa, ndio mataifa tuliyookoka. Kwa watu wa mataifa, tunapokuwa kusoma kitabu cha Matendo, sisi hatukustahili injili. Baada ya kuwa Yesu amekataliwa, wamemuua, ndipo ikaja kwetu. Kwa hiyo unakuta wao taifa la Israeli kumwamini Yesu kwa wakati huu ni ngumu. Hata watu wanaoenda, kwanza ukienda kule ukikwambia Yesu anasema si Yesu hatumjui, na hata Biblia wanaoitumia sio hii. Kama hawaamini waulizie kwa ajili, hawatumii Biblia hii tunayotumia sisi. Wao ni Biblia tofauti kabisa. Sasa wao watakuja kuokoka wakati huo, kipindi cha dhiki kuu, ndio wanaenda watakatifu watakao kuwepo kipindi hicho. Lakini hii dhiki kuu ni dhiki ambayo itakuja kupata kwa kila mwanadamu ambaye tunapoeleza katika nyakati hizi kwamba mwanadamu acha uongo, mwanadamu acha ulevi, mwanadamu acha uzinzi, mwanadamu acha masengenyo. Wewe unaona kwamba hawa watu ni kama hawana kitu cha kufanya. Kwani mtu unaweza ukaishi duniani kwa ukajitahidi kufanya yote. Unapoelezwa habari za injili ya utakatifu, wakati mwingine unapuuza. Lakini kipindi cha dhiki utakapoona umebaki kwenye unyakuo, ujue yale tuliyosoma sura ya 9, na nitaanza unaenda kueleza, naanza sasa moja kwa moja kwenye kitabu, naenda kwenye kitabu sasa. Ile sura ya 9 ujue yatakukuta. Yesu asiwe. Biblia imeniambia pale kwamba katika kipindi kile kuna malaika atakaye kuwa ametumwa mwenye uwezo wa kufungua shimo la kuzimu. Watumishi wa siku mbalimbali wameeleza hapa habari ya kuzimu, kwamba jamani, kuzimu ni eneo hatari ambalo hata kama ni adui yako unayemchukia, hata kama ni mchawi, hautamtakia aweze kwenda kuzimu au jehanamu. Jehanamu ni eneo ambalo halielezeki, ni eneo ambalo la mateso. Sasa iko hivi, naomba nisikilize. Kuleje huko kuzimu huko kuna mapepo yaliyofungwa kule. Hiyo unasoma kwenye kitabu cha Yuda, inaeleza kwamba wale malaika ambao walishindwa kutii walifungwa katika vifungo vya giza. Wapi? Katika shimo kuzimu. Unapoyaona leo haya mapepo
yanayowaingia watu. Kuna vibwengo, kuna vimukela. Huyu ni tupepo tudogo tudogo. Yesu asiwe. Kuna mapepo ambayo yangefunguliwa, mwanadamu usingekuwa salama. Usingekuwa salama. Ndio maana Mungu akayafunga minyororo. Yesu asiwe. Haleluya. Haleluya. Hayo mapepo yamefungwa kuzimu kwa mujibu wa Biblia. Sasa yatakuja kufunguliwa ili wale ambao hawana chapa ya Kristo katika vipaji zao, tumesoma pale. Haya mapepo ambayo atakayosoma, lakini kwa lugha ya picha, wakati Yohana anayaona, aliona ni yani yenyewe mapepo hayo yana umbo la nzige. Alafu yana kifua chake ni kikubwa kama diri, yani kama diri. Alafu yani mbio yake ni kama farasi. Anamfahamu farasi? Ndio anamfahamu farasi. Hamfahamu farasi. Yani farasi hata punda, mwenyewe mnayefuga punda huko sio kama alivyo punda. Ila ameongezeka, ameinuka. Sasa hayo madude yanayotajwa hapa ambayo yanaitwa ni manzige hayo, tumesema pale mwisho amesema hivi, wanaye mfalme wao ambaye wa kuzimu, huyo anayeitwa kwa Kiebrania anaitwa Abaddon, au kwa Kiyunani au Kigiriki anaitwa Apollyon. Bwana Yesu asiwe. Kwa huyo Apollyon ni mkuu wa majeshi ya mapepo. Sasa hayo mapepo yataruhusiwa sasa, yatafunguliwa kwa sababu yamefungwa kwenye shimo la kuzimu. Yatafunguliwa sasa ili yaanze kuwatesa wanadamu watakao kuwa wamebaki, wale ambao walipuuza wokovu, wale ambao walikuwa wanafuga dhambi, wale ambao waliona kuokoka hakuna maana. Hayo mapepo au hao nzige wanaotajwa hapa. Kwa nini nasema ni mapepo? Kwa sababu mkuu wao ni Apollyon. Maana yake Apollyon ndio pepo kuu ambalo halikufunguliwa. Yule pepo akifunguliwa, na kwa watu wengi ndio wanavyosema, hata wale waabudu masatanisti, yule pepo ndio unaposikia kwa mfano mambo ya mavolkano, matsunami, ndio yale. Ndio mapepo hayo, ndio huyo anaitwa Apollyon. Ni pepo baya sana na lina uwezo, lina nguvu. Sasa yatakuja hayo manzige hayo sasa kuwazuru wanadamu muda wa miezi 5, na hapo hakutakuwa na sali ya mtume. Biblia inasema mwanadamu atatamani kufa. Leo hii hapa, hata likilipuka tu bomu hapa, au hata kama tunavyosikiliza hivi, kikipiga tu kitu chochote chenye mshindo mkubwa, kila mtu mwingine atasema mama, mwingine baba, si mwingine nini, kwa sababu anaogopa kufa. Yesu asiwe. Mwanadamu ameumbiwa hofu ya kufa. Lakini kipindi hicho Biblia imesema kwamba yatakapokuwa yamefunguliwa hayo manzige hayo, yatakuwa yanawatesa wanadamu. Maumivu yake kama vile nge. Nani aliwahi kuumwa na nge hapa? Nani aliwahi kuumwa na nge? Kwa hiyo tumfahamu. Wewe kuumwa na nge. Mungu akubariki. Nafikiri unafahamu maumivu yake. Mimi sijawahi kuumwa, ila nge namfahamu. Yaani kuna mtu kutokea pale Mbeya kule Mbalali wanakulima mpunga. Alikuwa ni mpendo, ameokoka. Alipoumwa na nge, alianza kuaga kwamba jamani, yaani mwenzenu basi naomba mwasalimie yake ndugu. Yaani maumivu ya nge sio ya mfano. Watu wanasema waliowahi kuumwa na nge, yaani waliumwa na nge kweli, maumivu yako unayafahamu. Sasa maumivu yatakayotokea kipindi hicho, wanadamu itakuwa ni heka heka. Biblia imesema, tumesoma pale, wanadamu wamesema watatafuta kufa, lakini kufa haitawezekana. Huo sio wakati wa kufa, ni wakati wa kuteswa. Ili ujue ulipoambiwa acha kusuka nywele, wewe unasema aje injili zingine za kishamba. Kwa tunasikiliza wahubiri wakubwa wenye wafuasi wengi wanaposema hii Mungu hana shida, wewe unafikiri kwamba wanakudanganya, unafikiri kwamba wao wanakuambia ukweli, kumbe hao ndio wanaokupeleka ya kukute hayo. Yesu asiwe. Na ninakwambia ole wako kama usipobadilika, ole wako kama usipotubu, maana hayo yanakukuta. Subiri, yanakuja.
Maumivu hayo amesema mwanadamu hata ruhusiwa hata kutubu. Tumesema pale amesema wanadamu wataanza kumtukana Mungu, yaani watamuona Mungu ni mbaya. Kwa sababu kwa nini wanateswa muda huo miezi 6? Amesema yatakuwa nakimbia kwa kasi kubwa kama unavyomuona farasi, na yana mabawa, yana mabawa, yani yanapiga kelele, yanakuja, yanakimbia. Yakikukuta pale ni kukupiga na mwiba. Ule mwiba upo kwenye mkia, tumesoma. Kwa unapopigwa pale una sumu hiyo ambayo wale waliowahi kuumwa na ingi zilishaga mara 7 maumivu yake. Unaona sasa? Kwa unatamani nipe, kifo hamuna. Sijui nifanyeje, yani unahangaika, unapata shida, unaanza kuwaza, hivi mimi niliponza nini? Nimeponza nini? Hata chochote unafanya, kama ulikuwa unasali kwenye uongo, kwenye imani za uongo, imani za kukata misalaba, hata ukate misalaba 100 haitakusaidia siku hiyo, maana unakuwa chelewa. Bwana Yesu asiwe. Hata uhangaiko ustudiaji midoli, wewe unasudia midoli, siku hiyo mdoli hautaona una maana, kwa sababu maumivu kwamba hivi kweli nidanganya na mchungaji wangu ambaye ulifikiri kwamba anakusaidia, kumbe alikuwa anakutia moyo kwenye dhambi ili akukute hayo. Salama yako ni pale tunapoangalia maisha yako kwamba kwa nini yanikute hayo? Kwa nini yanikute hayo? Kitu uziaje nishokoke ni kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukisoma Biblia hapo vizuri utaona kwamba hali hii mimi kama mwanadamu ni kitu gani kinachoweza kikanisaidia? Kitu gani kinaweza kanisaidia? Kwa sababu maumivu ya wakati huo utakapokuwa unateswa na hayo madude hayo sio maumivu ya kawaida. Wanadamu amesema watapata shida, watakuwa wanahangaika, na utakuwa unakimbia huku na huku, na yenyewe yameruhusiwa, hutakuwa ujifiche kwenye nyumba. Nataka nikwambie siku hizo usitazamie kwamba ataingia kwenye nyumba. Mungu hawezi kuruhusu vitu vya adhabu kama anajua watu watakuwa kwenye nyumba. Hakuna kuweko na nyumba za kukimbilia. Nataka nikuambie, Bwana Yesu asiwe. Usifikiri nitakimbilia kwenye nyumba yataingia. Mungu hawezi kuleta adhabu kama anajua nyumba itakuwepo. Kwa hiyo ni wakati ambapo hapata kuwa na mahali pa kukimbilia. Usalama wako ni leo. Yaani leo unaposema kwa nini haya mambo yanikute mimi? Nije niteswe jamani miezi mitano. Wanadamu wanateseka hapa. Miezi 5. Leo hii wewe hata ukiumwa tu jino wiki moja tu utakuta mtu anapata shida sana. Miezi 5 au hata kama na kunyonga tumbo. Angalia wakati mimi wewe ukiumwa, huwa unafikirije hali hiyo? Sasa tafakari mazingira hayo kwamba je, hivi kipindi hicho nitavumilia? Kinachonizuia mimi nisimwamini Yesu ni nini? Ili nijisalimishe mapema hayo mambo yasinikute, kwa sababu hali itakuwa ni mbaya kwa wanadamu, watahangaika. Yaani wanadamu kipindi hicho watapata shida. Leo hii unakuta mtu ukisema njoo kwa Yesu utubu, hautaki. Kipindi hicho ni kipindi ambacho wanadamu hawataruhusiwa nafasi tena, amesema ya kutubu, kwa sababu utamuona Mungu ni kama gaidi. Kwa nini napitia mambo haya? Lakini nafasi hii nataka nikwambie, tunapoona watu wa Mungu tunakueleza habari hizi, huu ni upendo wa Mungu. Mungu anakupenda kwamba kabla ya hayo mambo yatakao kuwako, baada ya hayo kutokea, ujisalimishe mapema, maana hata kesho yako hujui kwamba itakuweje. Ili niweze kuwa salama katika kipindi hicho, basi leo hii niweze kuwa salama, nimwamini Yesu, nigeuke, niache njia zangu zote mbaya, yani chochote kile kitakacho nisaidia mimi, ili ya kwamba siku ile niweze kuwa salama. Kizuizi chochote ambacho nafikiri kipo katika maisha yako, ni muhimu sana ukaweza kukiacha leo. Ni muhimu sana leo hii ukageuka kwamba mateso ya miezi 5 sitaweza kustahimili, maana ni mateso makubwa mno. Mateso ya miezi 5 maumivu yake yatakuwa hayana mfano. Sasa tukienda kuangalia tena kitabu kile sura ya 16, Biblia inasema kwamba walitumwa malaika 7 wenye amri, wamepewa kumimina vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu, vya hasira ya Mungu.
vitasa vinavyotajwa hapo ni Kiswahili, ukisoma tunataja kitasa, lakini ukisoma ile lugha ya wenzetu ni mabakuli yaliyojaa ghadhabu ya Mungu. Unaona sasa? Kwa hiyo hayo mambo yatakuwa yanatendeka kwa ajili ya wanadamu. Mungu anaidhihirisha hasira yake. Huyu Mungu ambaye namuita Mungu ni pendo, anapenda watu. Upendo wa Mungu, anapenda sana watu wote. Lakini ameweka muda kikomo kwamba itakapofika kiwango hiki au muda huu watu wasipozitubia dhambi zao, upendo wa Mungu sasa unakuwa unaishi. Neema hii ya wokovu tulionayo, ukisoma kwenye Biblia, Yesu aliweza kueleza pale kwamba wakati wa kuja hajui ni lini. Iko hivi, hii neema ya wokovu ina muda wake, lakini yani haijulikani itaisha lini. Na hiyo hata ukisoma kitabu cha Danieli, Danieli pale kuna katika yale majuma 69 juma la 70, naona sasa Danieli hakuliona kwamba itakuweje. Unaposema majuma 70 kiunabii, juma moja sawasawa na miaka 7. Kwa hiyo hilo juma la 70 ndio inaitwa juma la kipindi cha dhiki kuu. Unakuta pale Danieli, ukisoma ile sura ya 9 Danieli utaona pale kwamba haijulikani. Kwa hiyo iko hivi, neema ya Mungu itakoma lini? Neema ya Mungu itakoma pale Yesu atakapokuwa amekuja kuchukua watu wake. Inaweza ikawa ni leo au kesho. Wewe unayesema nitaokoka baadaye, hebu kwanza mambo yangu nitengeneze vizuri, hizi dhambi zangu nitatubu, hebu kwanza maisha yangu yakae vizuri kwanza, ni kwa sababu hauelewi. Maana Yesu mwenyewe akasema hata malaika mbinguni hawajui. Anayejua ni Yesu, ni Mungu peke yake, kwamba ni lini wakati huo Yesu atarudi. Na akisharudi tu Yesu, utakapokuta watu wameshaondoka, wamenyakuliwa, kinachofuata ndo mateso sasa ya dhiki kuu, ndo yanaanza. Bwana Yesu asiwe. Haleluya. Bwana Yesu asiwe sana. Ukionaga tu Yesu ameshachukua watu wake, kinachoanza pale ndio sasa kipindi cha mateso. Ile sura ya 16 tumeona pale kwamba amesema wanadamu wataanza kuumwa majipu. Yaani yule malaika atakapokimimina kile kitasa, kutakuja kuwa na majipu makubwa sana. Amesema jipu baya bovu. Tumesoma pale. Naitwa jipu baya bovu. Wanadamu watayapata. Yaani hayo majipu wanadamu yatawapata kwenye miili. Watakuwa wanahangaika, lengo tu wajutie, wajue jinsi Mungu alivyokuwa anawaonya. Hawataki kubadilika. Walivyokuwa wanaambiwa acha ulevi, acha uchawi, acha uzinzi, acha matusi, acha magomvi, unapuuza, utakuja kukumbuka kipindi hicho. Hale majipu wataanza kupata wanadamu. Na unafikiri mnafahamu, mtu akiumwa hivi anasema asa mimi sitaenda kupasua? Wewe unafikiria hivyo? Bwana Yesu asiwe. Hakutakuwa na ruhusa hiyo. Yaani Mungu, ndio maana nimekwambia pale mwanzo, anapokuwa ameweza kuruhusu hayo mateso iwe ya hao nzige, usifikiri kutakuwa na nafasi mtu pa kujificha, hapata kuwepo. Nataka nikwambie ukweli. Kwa hata wakati wa majipu hayo yanayoelekezwa, usifikiri kutakuwa na mwanadamu atajaribu labda nipasue nikamue ili ya kwamba labda linisaidie nisiendelee kuumba. Haitawezekana. Na ndio maana unajua iko hivi, watu wengi unapowaambia baba Yesu anasema awe mimi siku ile Mungu hata anaposema anasema eti jehanamu, anasema jehanamu, anasema mimi nitajitahidi nitende dhambi nyingi sana ili Mungu awe na hasira. Anaponikamata kunirusha kwenye moto, arusha alafu ananirusha ng'ambo. Yaani ile nguvu inakuwa nyingi ng'ambo. Yaani watu wanafikiri kwamba ni kama kutakuwa eti Mungu anakamata watu wanafanya anarusha. Hebu nikueleze, Bwana Yesu asiwe. Yaani mtu anapoenda jehanamu, yaani unaenda kuna nguvu inayokusukuma.
ni automatic. Unajua kwanza huu ni moto, lakini uwezo wa kurudi huna. Kuna nguvu inayokusukuma, unaenda mwenyewe, unaingia. Kwa hata kipindi hicho cha dhiki kuu kinachoelezwa hapo, hayo majipu yatakayotokea, usifikiri kutakuwa na msaada kwa daktari akusaidia kapasua kamu. Madaktari nao hawatakuwa na nafasi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani siku hizo utasema labda niende kwa ndugu hapa anisaidie. Naye ana la kwake. Kwa nani amsaidie mwenzake haitakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wao watakuwa wanakimbia, wanaenda huku, unaenda huku, unakimbia. Biblia inasema watu watakuwa wanaenda mashariki magharibi, unakimbia. Kwa hiyo kila mtu atakuwa anapata shida ya kwanza. Ndio maana mtu wa Mungu nikwambie, tunapokuambia habari za kuokoka, jiponye nafsi yako wewe peke yako. Usiangalie mzazi, usiangalie kiongozi wa dini, usiangalie sui nani. Ni wewe peke yako, kwa sababu hata kuwepo mtu wa kukusaidia siku zile. Kwamba eti bwana hiyo jipu hili linakutesa sana, tukusaidie. Na sio wewe kuwahi kuma majipu wapi? Nani wewe kuma majipu? Mimi sijawahi kuumwa. Nani wewe kuma majipu? Kama hujawahi kuumwa bahati yako. Maumivu ya mimi na watu wengine wanaposemaga majipu. Mimi mdogo wangu fana aliwahi kuumwa. Jana alikuwa hawezi hata kutembea. Wamesema walipokamua ile jipu kutoka lita moja ya usaa. Sasa yanayotaja kwa msema ni jipu baya bo. Sasa hebu fikiria wewe, je, katika siku hizo mtu wa Mungu unaweza ukastahimili? Yaani kitu gani kikuzuie leo usiokoke? Yaje akupate hayo. Tumetoka kule mwanzo kwenye hao nziko watakaokuwa wanakugonga na sumu ambayo maumivu yake ni kama vile sumu wanavyomuuma mwanadamu, na maumivu yake ni makubwa, hayana mfano wake. Hayo ni moja ya mateso watakao kupata wakati wa dhiki kuu. Watapata wanadamu watakao kuwa hawajaamini. Sasa tunakuja kwenye eneo la majipu. Tumesema kwamba majipu hayo yatakuwa ni majipu ambayo Biblia imesema kwamba ni jipu baya bofu. Ni jipu ambalo yani huwezi kutolea mfano kwamba hayo majipu yatakuwa na yatakuwa kila sehemu ya mwili. Yani hutakuwa na mahali pa kujisalimisha kwamba labda hapa nifanyeni niweze kuwa salama. Haitawezekana. Ni wakati wa mateso, kwa sababu ulikataa injili ya Kristo, ulikataa kutubu dhambi zako, ulikataa kuacha yale ambayo Mungu ameyakataa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tena amezungumza pale kwamba baada ya kuwa damu yapata hayo majipu, kinatokea kitu. Kwa amesema yule malaika atakayemimina kitasa ataenda kumimina kwenye bahari. Bahari yote itageuka kuwa damu. Naona sasa bahari itakuwa ni damu. Kwa nini? Ili mwanadamu wakati wa mateso atakao kuja, tazama mateso yako mengi hapo. Hata kuna baadhi ya sura zingine tujasoma hapo, nitayaeleza atakayotokea wakati huo. Kuna kuta huyu mwanadamu huyu hautasema nenda labda baharini kwa sababu labda ya yale mateso. Kwa sababu bahari tayari imekuwa ni damu. Na pale chini sasa kile kitasa cha 3 amesema akamimina kwenye mito na chemichemi za maji, zote zitageuka kuwa damu. Labda anaweza kuwa na uzoefu, labda ni mchawi, lakini kwa kipindi hicho hautaruhusiwa kunywa maji. Manake maji ni damu. Na nimekwambia huo ni muda, usifikiri mfupi. Ni miaka 7. Bwana Yesu asifiwe. Miaka 7 hiyo ya mateso. Na wengine watakuwa wanakufa. Watakao sasa wao watakuwa wanaendelea, kwa sababu iko hivi. Biblia ukisoma baada ya miaka 7 kama unapata kufundisha mtumishi mwingine, baada ya miaka 7 kuna kitu kinaitwa utawala wa Kristo wa miaka 1000. Pale utakuta sura ya 19 atakuwa anashuka sasa na malaika na watakatifu wale ambao waliokuwa wamenyakuliwa, atashuka nao ili waje watawale duniani miaka 1000. Wakati huo shetani mpinga Kristo na nabii wa uongo watakuwa wamekamatwa. Shetani atafungwa kwenye shimo lisilokuwa na mwisho. Mnayemtegemea shetani, msikilize haya. Shetani atafungwa kwenye shimo lisilokuwa na mwisho. Maana yake kwa muda wa miaka 1000 atakuwa anashuka, lakini hatakuwa amefika mwisho. Ili miaka itaisha,
atafunguliwa. Lakini mpinga Kristo na nabii wa uongo ndiye atakayekuwa anafanya kazi kipindi hiki cha miaka 7. Hawa watakuwa ni wenyeji wa kwenye ziwa la moto. Biblia inasema pale sura 19, mpinga Kristo nabii wa uongo wakati anashuka Yesu na watakatifu walionyakuliwa watakamatwa, watatupwa kwenye ziwa la moto, waanze mapema mateso. Naona sasa katika wakati huo sasa, ina maana nataka nikwambie kwamba hiki kipindi cha miaka 7, manake haya mateso sio kwamba yanaishia hapo. Naomba nisikilize. Bwana Yesu asiwe. Haya mateso ukishamaliza miaka 7, kama hautapata nafasi ya kutubu, unasubiri kwenda kwenye ziwa la moto. Sasa ndio mtumishi lini pale alihubiri habari ya kitu kinachoitwa hukumu ya Mungu. Ndio akasema nikaona vitabu vimefunguliwa. Unaona sasa? Kwanza kabla vitabu kufunguliwa, wafu watafufuliwa, wale ambao waliokufa bila Yesu. Kwa sababu Biblia inasema kitabu cha Ufunuo 20 kwamba kuna ufufuo za aina hizi mbili, ufufuo wa watakatifu na ufufuo wa wasio watakatifu, ambao huo utatokea baada ya kuisha miaka 1000 ya utawala wa Bwana Yesu. Kwa hiyo hii miaka 7 ni kama wapo tumesema vitasa 7 vya adhabu. Yaani ile pale unapata tu adhabu, ni kama utangulizi ukisubiri sasa kwenda kwenye ziwa la moto. Sasa wewe mwanadamu una roho ngumu kiasi gani? Bwana Yesu asiwe. Jamani, si wanadamu, na nini nashinda hata kuelewa. Na shinda hata kuelewa wanadamu. Yaani uchawi ndio ukuponze. Unaogopa kutubu eti kwa sababu unaambiwa kwamba ukitubu au ukisema unakufa. Maana kanuni ya wachawi wanasemaga hivi, uchawi ni siri, uchawi ni kujificha. Ndio maana mkao mnaishi na mchawi, usipokuwa na macho ya kiroho huwezi kuelewa. Mtaishi miaka mingi. Mchawi nafikiri hata wale wanaochomaga wanaodanganya kwamba watu wanachoma uchawi. Hakunaga kuchoma uchawi. Bwana Yesu asiwe. Wote ambao kama mtu anasema wale kuchoma uchawi haijawahi kutokea. Yale ni mazingaombo. Kibiblia Biblia inasema kwamba shetani hawezi kumtoa shetani, kwa sababu mganga wa kienyeji ni mchawi. Ni watu ambao wanafanya kazi kwenye ofisi moja pa mkubwa mmoja, ile ni wizara tofauti. Huyu hapa anadanganya watu kwamba anaponya, huyu hapa ndio kazi yake ya kuloga. Sasa ina maana iko hivi, katika kipindi hicho hata kama ni mchawi, na kuambia ni nafasi yako ya kurekebisha, nafasi yako leo, kwa sababu siku hizo zinazokuja za hatari, hautakuwa na mtu yeyote atakaye kutetea, atakaye kukuhurumia katika maisha yako. Maji pale amesema chemi zote zitakuwa ni damu. Na kwa sababu kutakuwa ni damu, ukisoma sasa yule malaika wa 4 anasema kwamba kama mimi na kitasa, jua litaweza kuwaunguza wanadamu maunguzo makubwa sana. Unapoona huku sasa hivi siku na baridi, jamani, jua hili tunaliona ni jua kali sana. Jua amesema litaunguza wanadamu kwa kiwango ambacho hajawahi kuona. Kwa hiyo kipindi hicho kutakuwa na kiu. Watu watakuwa wanakaukiwa maji. Niende nikachote maji, unakuta kwenye chemichemi ni damu. Uende kwenye mto, damu. Hakutakuwa na mahali pa kuwa salama. Na kwa sababu hiyo utatamasa nifanyeje? Ukitaka kujiua haiwezekani. Maana tumesoma kule nyuma, kifo hakitakuwa na nafasi. Utakufa kwa ruhusa, kwamba labda sasa ndio ufa, lakini hakutakuwa na kufa. Maana kifo, Biblia inasema wanadamu watatafuta mauti na mauti itawakimbia. Nimekwambia pale mwanzo, leo hii unakuta watu wanaogopa kufa. Hata mwingine analala usiku anaogopa atakabwa na wachawi, majini na msumbua, anaogopa chochote. Lakini siku ile utatafuta wewe mwenyewe, unataka nife, naomba nife hapa. Hata kama ukijichoma na kisu hufi. Hata ukinywa sumu lita 1 zile za sumu kali kabisa, zile haitakusaidia chochote, kwa sababu umeshindwa kumwamini Yesu. Ni wakati wako wa mateso.
damu kila mahali, kenda kwenye mito inanuka damu, inanuka damu. Na hili jamani, kwenye wasomi Biblia wanafahamu, Mungu sio kwamba ni mara ya kwanza kufanya. Wakati wa Misri, Mungu alipomtuma Musa akawakomboa wana wa Israeli, iliwahi tokea hili jambo. Yesu asiwe. Haleluya. Kama mtu haamini, kwenye Biblia iliwahi kutokea. Mito ilikuwa ni damu. Sasa na ndivyo itakavyotokea kipindi hicho, ikiwa kama utabaki, ikiwa kama hautaweza kufanikiwa kuenda na Yesu, kwenda katika njia ya utakatifu, siku ile haya yatakukuta, kwa sababu umekuwa na moyo mgumu, umekuwa hautaki kubadilika. Unapoambiwa unapuuza, acha kitu fulani hutaki, acha dhambi wewe unacheka na dhambi, acha mambo mabaya unaona kwamba wanaosema ni wapuuzi, hawana mambo ya kufanya. Lakini nakwambia Mungu huyu tunayemzungumzia anakupenda na kuhurumia, kwamba isikutokee siku ile. Maana anaeleza mambo hayo kwamba chemichemi zote za maji zitakuwa ni damu, na muda wa miaka 7. Njaa itakuweje sasa? Yesu asiwe. Njaa itakuweje? Manake kipindi hicho hakutakuwa na kupika, hakutakuwa na kwamba labda nikapike chakula, hakutakuwa na kupika. Njaa itakuwa ni njaa kali, njaa kali, hutatafuta. Ila tumesoma pale, wale ambao wenye chapa za mnyama, Biblia inasema kwamba ambao waliokubali ile chapa ya mnyama, amesema wao nao baada ya kumila kile kitasa katika kiti cha enzi cha giza, wale wenye chapa za shetani, za mpinga Kristo, nabii wa uongo, wale ndio watakaopata nafasi ya kula chochote. Lakini unapokuwa umepewa nafasi iwe ya kuuza au kununua, umeshajisajili mwenyewe kwamba mimi ni wa jehanamu, mimi ni wa ziwa la moto. Unakuwa huna namna ya kukwepa, kwa sababu tumesema pale kwamba watu wale nao watakapopata ile adhabu, amesema watamtukana sana Mungu na kulitukana jina la Mungu, kwamba kwa nini tunateseka hivi. Ukiwa na hiyo namba 666 kwenye paji la uso au kwenye mkono wako wa kuume, naona sasa, kwa sababu umemkataa Yesu. Na ndiyo maana kwamba tunapoeleza habari ya mambo haya, wanadamu wa mbuga, wanadamu wa maeneo haya, fika mahali chunguza kwamba mimi wanaangalia leo hii nini hasa mliolewa. Tole mfano, uliolewa, maisha tu ya uchumi haya yakisumbua, ndoa inaanza kusumbua, unaanza kupiga kelele, wewe ni mwanaume suruale, waoni wenzako, naona kwamba hawezi kutafuta hela, yani ukame tu wa pesa, wengine wanaachana hata ndoa, maisha yamekuwa ni magumu. Hivi fikiria, nikwambie, hivi wewe unafikiri hicho kipindi utastahimili? Kwa hayo tulioanza kuyaeleza, hizo adhabu zitakazokuwa zinatolewa kwa wanadamu, utaweza kustahimili? Ikiwa kama leo hii jaribu dogo tu, hata wewe uliokoka, hebu nikwambie, Bwana Yesu asiwe, wewe uliokoka, hivi sio vitu vya kufanya utani, sio wakati wa kufanya utani, kwa sababu nazungumza haya juu ya watu ambao hawajaokoka na ambao wameokoka hapo unasikiliza. Yaani wewe leo hii jaribu gani unalofikiri ni kubwa ndio nikakufanya umkosee Yesu? Kitu gani? Unachelewa kuolewa au kuoa? Unataka kutumia njia ya mkato usipate njia ya Mungu. Kitu gani kinachoweza kukuponza? Utende dhambi. Watumishi walifundisha hata lini pale, bali ya macho, unatazama nini? Unasikiliza nini? Na mimi nikasema unakula nini? Unavaa nini? Sababu hata mavalio tunaoyavaa naweza kukuzuia usiingie mbinguni. Kuna vitu vingi watu wanavifanya hawaelewi vitawazuia kwenda mbinguni. Na kama vitakuzuia, tazamia sasa kama leo hii likikukuta jambo gumu, umekuwa ni mtu wa kunungunika, umekuwa ni mtu wa kulalamika, umekuwa na wokovu wa reja, wokovu wa sipana mkononi,
Yaani ni sawa sawa na chombo kilichoharibika. Wenye vyombo vya usafiri nafikiri wanafahamu. Ukionaga una chombo ambacho unatembea na sipana, maana kitu hakina usalama. Muda wote unatembea kimekongoka kitu fulani. Yaani ni hatari. Sasa kuna watu wengine wako wa aina hiyo. Nakwambia na wewe subiri hayo. Subiri. Wewe unashindwa kufuata maneno ya Mungu. Ukiwakwambia kuomba hutaki. Kwenda kanisani hutaki. Ibada zimekuwa za budget. Wewe ni Super Sunday. Wewe mpaka Jumapili umetingwa na kilimo. Subiri anakukuta hayo. Nakwambia atakukuta. Yakukuta. Wewe unacheka. Sio ya kucheka haya. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Yatakukuta. Bwana Biblia imeniambia hivi kwamba angalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulevi na ulafi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawapata ghafla kama mtego unasali. Na amesema na ndivyo itakavyotokea. Kwa kati ya watu utakaotokea, yani hivi tunavyozungumza hapa, Mungu tusipojitahidi, yani tusipojitahidi kuanzia mimi mwenyewe, Bwana Yesu asiwe. Yani mimi mwenyewe hapa, alafu kipondo tutakachokipata mimi. Yani tabu nitakayoipata mimi. Hivi wao mnaelewa? Bwana Yesu asiwe. Hii kazi ya kuhubiri hii ni kazi ngumu sana. Mimi huwa naogopa sana. Ndio maana huwa naogopa hata ninaposema inawaza hivi nisimame nitasema nini? Kwa sababu nisipokueleza kweli, kama nitakupotosha, ina maana watu wote hawa nafsi zitatakwa mikononi mwangu. Biblia inasema hivi, upanga amesema au tarumbeta itakapokuwa imepigwa na upanga ukawa umeshanyoshwa, mlinzi asipoweza kuwaambia watu, kuwatahadharisha watu wale wakafa katika hali ile, hawajaweza kutubia, damu inatoka mikononi mwao. Na ndio maana mnapoona watumishi hapa kama tunasema anazungumza, anaenda hata kama aseme yote ili ya kwamba damu isitakwe mikononi mwake. Bwana Yesu asiwe. Nini mliotoa mimba? Nini wenye watoto wa maficho? Unajua kuna watu wengine mume wake, unajua kati ya watu wanaobambikiwa watoto ni wanaume pole. Bwana Yesu asiwe. Poleni sana wanaume. Wanabambikwa. Yaani mtoto sio wa kwake. Anajua kabisa mama huyu mtoto sio wa kwake. Wewe umekaa tu hivi. Njoo utengeneze leo. Bwana Yesu asiwe. Njoo utengeneze. Una mtoto ambaye baba yake sio, ila umeficha. Mimi nakwambia kama usipotubu, kazi haya yanakukuta. Na yazungumza haya yatakukuta. Unafahamu kabisa. Nafikiri hata wale kule walikuwa wanafahamu, mtumishi alifundisha. Yaani kuna dhambi nyingine, kama ulikuwa na watoto wa maficho, hujawahi kumwambia mume wako kwamba mume wangu hivi hawa sio watoto wako. Wewe wako vingine kamoja. Nilikuwa napita njia za mikate. Usipotubu, yani ukiona Yesu amerudi, yanakukuta haya yanayozungumza haya. Wote waliowahi kutoa mimba, waliosababisha watu kufa, unaona sasa tayari yanakukuta haya. Na kwa habari ya mauaji, kwenye eneo la mauaji liko katika maeneo mbalimbali sana. Kuna watu wengine wanaua si kwa kuua, kwa kuwatakia wengine wafe. Bwana Yesu asiwe. Na maana iko hivi, hata kama ni mchawi usimtakie kufa. Bwana Yesu asiwe. Adui yako usimtakie kufa, muombe rehema kwa Mungu. Kwa nini? Mahali pa mateso, kwenye ziwa la moto au jehanamu, nikwambie hivi, walioko kule kilio wanachokilia, mateso wanayoyapata ni ya hatari. Niwahi kufuatilia ushuhuda fulani, ukifuatilia wale watu wa Urusi. Sema watu wa Urusi waliwahi kufanya utafiti wa kuchimba shimo. Yaani wataka kujua kwamba habari ya miamba ya dunia. Kwa hiyo walianza kuchimba na mitambo kwenda, kama ndio wao kufahamu ule mtambo na uchimba visima vya maji. Kwa wakawa wanachimba hilo shimo kwenda chini, uwe kufahamu. Wakachimba.
kama kilomita 21 watake kujua miamba kule kuna nini, wakawa wanachunguza. Ilikuwa kama mwaka 1970 kama 1975. Hiyo ndio kulifuatilia utalipata. Walipofanya hicho kitu wakaona kwamba sasa tufanyeje? Kwa kweli chini kuna joto kali, joto ambao haina mfano. Wakatuma vifaa vya uchunguzi vikawa vinayeyuka. Unaona sasa? Baadaye wakaweka kinasa sauti. Wakaweka kule ndani. Kile kinasa sauti nacho kikaungua, lakini wakabahatika kutepu zile sauti. Nikikusikizisha hapa zile sauti mimi ninazo. Nikikusikizisha hapa, yani hata umuone mwanamke anatembea hana nguo, utatamani kufanya dhambi ya uzinzi. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ya uzinzi tusema za kuwaza kwa kumtazama. Nafikiri masomo yanafundishwa sana kwa kumtazama. Ndio maana Ayubu alisema hivi, nalikula agano na macho yangu. Ayubu 31 pale. Nawezeje kumtazama msichana? Hasa iko hivi. Ndio maana shetani ametengeneza wanawake wao wanatembea uchi. Lengo ili wao wanazini na wanaume kwa kuwatazama. Lengo lake ili wengi waende jehanamu. Zile sauti watu wanapolia, yani kila mtu analia, sauti ukisikia unasema Mungu. Na yule alikuwa mkurugenzi wa utafiti alipoyaona yale akasema kwamba the Bible was real, kwamba Biblia ilikuwa sahihi ilitosema habari ya jehanamu. Unaweza kusema jehanamu, kusema wewe iko wapi? Jehanamu iko chini hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wenzetu wa Urusi walipofanya utafiti, wakazisikia zile sauti, wakasema Biblia ilikuwa sahihi. Kwa Biblia inapozungumzia habari ya haya mambo, jamani, hatuzungumzi kwa maana kujifurahisha, wala hatutafuti chochote kwenu. Naomba muelewe watu wa mbuga. Bwana Yesu asifiwe. Tunakutahadharisha kutokana na mambo yanayokuja kupata ulimwengu. Tunakutahadharisha juu ya hatari inayokuja, kwamba iko hatari kubwa ya kutisha itakayopata ulimwengu kama nilivyozungumza kuanzia na mambo hayo. Sasa uchaguzi ni wako. Unaiziba masikio, ziba. Unayetaka kubadilika, badilika. Hata uliye ndani ya wokovu, hata unayeenda tu kanisani unasali tu alimradi utimize wajibu. Na kuambia haya tunayoyazungumza, unaweza kuwa ni washamba sana na wakati kama hatuna shughuli, lakini kuambia kuna siku utakumbuka kwamba walioyasema ilikuwa ni kweli. Walioyasema ilikuwa ni kweli. Lakini kitu gani kiliniponza? Kitu gani kilinisaidia mimi au kilisababisha nikashindwa kuacha dhambi, nikashindwa kuacha uongo, nikashindwa kuacha pombe, nikashindwa kuacha matusi, ghadhabu, hasira, fitina, wivu, hasira, ulevi, ulafi, matukano? Biblia inasema na mambo yanayofanana na hayo. Na waambia mapema, watu watendayo mambo ya jinsi hiyo hawataingia mbinguni. Mambo yanayofanana na hayo ni yapi? Watu tunasema kwamba mtu wa Mungu yeyote, Biblia haijaandika yote. Kuvuta sigara Biblia haijaandika. Mtu anayevuta sigara hataingia mbinguni. Haya tunayozungumza yatamkuta. Watu wanaoshabikia mpira haya yatawakuta. Watu wanaosikiliza nyimbo za kidunia za waenda kuzimu hawataingia. Na si hao tu, wanaosikiliza nyimbo zozote hata kama zinamtaja Mungu, lakini muimbaji wake unakuta hana maisha ya utakatifu, tayari wewe unafunga agano. Bwana Yesu asifiwe. Hii nilizungumze mimi katika maisha. Mimi siwezi kusikiliza. Kuna siku moja nafikiri kwa naenda Dodoma mwaka jana. Nilikuwa naenda Dodoma. Ni mkutano. Sasa huwa ninaposafiri natembeaga na headphone au earphone, zile za kuweka masikioni. Sitaki kuchafuliwa. Sasa kwa sababu ninaposikiliza nyimbo zile nachafuliwa. Watu wengi wa Kristo wengi hawaelewi hiyo. Hata kama ni nyimbo za dini, unafikiri nyimbo, lakini kama muimbaji wake ni mwenda kuzimu, watu hawaangalii nini. Hata
watu hawa huwa nasema hivi mara nyingi, shetani huwa hawezi kujificha 100%. Mwimbaji ukiona amevaa vinguo vya ajabu ajabu, mwimbaji anaimba amesuka manywele, ameweka mdomo rangi, huyo anajionesha mimi sio wa kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa tunaelewana? Unaona mazungumzo hivi, hizo nyimbo mnazo humo. Unasema Hasana haya nayo tulikuwa hatuelewi. Nakwambia huo ndio ukweli mchungu. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio ukweli mchungu. Lazima mimi za siku zile nikawa kuna mtu fulani za siku moja anasikiliza tense. Inasema kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Sasa yule jamaa ameimba vizuri ile tenzi. Hata ikipigwa hapa hakuna mtu anayeweza kushinda kusimama hapa kuimba au kusifu. Sasa mimi niliposikia mtu amezinduka kwenye redio, sema wewe wimbo mzuri huu. Sasa nipo safari nenda Dodoma mwaka jana. Sasa kutafuta na zile nani zile. Sema basi wimbo nao mzuri sababu zimeisha sasa, ambazo ziko kwenye simu zimeisha. Nitafute ile wimbo nilikuwa nimesikia mwimbaji mzuri yule, nikaandika tu pale. Ukaja ule wimbo sasa nikatafuta kwanza kwenye video kwanza. Yule anayeimba jamaa kama sio ni wa Kenya. Ana mirasta hivi. Mwanaume huyo, nikasema Mungu wangu. Huu wimbo siwezi kuimba. Yaani kutoka pale bali muangalia tu nikasema kuna watu wanatekwa wao bila kujua. Ndio maana jamani, ni watu ambao wanataka kwenda mbinguni. Unaposikiliza wimbo tangulia kusikiliza kwenye video umuone mwenyewe anaimba yupoje. Sio unajisikilizaga tu. Hakuna wimbo ni ibada kamili. Unapoimba ni wewe kusikiliza ushuhuda. Nataka niweze watu wa Mungu. Akasema hivi, yule mkuu wa pepo anasema hivi, kupitia nyimbo tu kuna mabilioni ya nafsi yanaenda wapi? Kuzimu. Na yanaendelea, amesema hivi, unaposikiliza ule wimbo unakuwa nini? Umeshakubaliana na yeye. Maana umeshatiana agano. Kwa nini sasa? Kwa sababu watu wanasikiliza nyimbo zozote eti kwa sababu unamtaja Mungu, kwa sababu unamtaja Yesu, bila kufuatilia kitu gani kinaendelea. Kumbe unasikiliza nyimbo ambazo waimbaji wake hawana maisha ya utakatifu wa ndani na nje. Maana watu hao wana maagano na kuzimu. Unaposikiliza unakubaliana nao. Yesu asifiwe. Unapokuwa kubaliana nao, ina maana siku ile utazuiwa kwenye lango la mbinguni. Kwamba wewe ulikuwa ni wa kwangu. Usiwaone wewe waimbaji wa dunia au wengine wanaimba ukafikiri kwamba wanaimba pale mradi. Jamani, nyimbo zinavuna nafsi nyingi kwenda kuzimu. Kwa hiyo kama wewe, nakwambia hili, kama hauachi hayo, yatakukuta hayo. Niliyazungumza hapa, yatakukuta. Kwa sababu unapoeleza umekuwa na kichwa kigumu, watu hawaelewi. Kwa maana nazungumza hapa kwamba hata sisi lazima tuwe makini, na hata tumeokoka. Kama unasikiliza nyimbo za watu hao ni hatari. Hata beat. Unakuta beat za hizi zinaitwa amapiano. Beat za amapiano. Unaimba kama mazombi. Unacheza kama mazombi. Hauelewi nini unacheza. Lakini ndio wewe unasikiliza nyimbo hizo, beat za amapiano. Alafu kwa mfano kama unatumia kinanda, wanaokifahamu kinanda, zinapigwa hata makazani midundo ya kipepo. Kinanda kinaeleza, ukifungua tu hivi zile beat utakuta kimekuambia rock, raga. Inakwambia kabisa kwamba huu wimbo au labda ni R&B. Kwa hiyo kinanda kinakuelekeza hii beat sio yenyewe. Ndio maana unapoingiza beat kwenye hizi nyimbo, huwa unaelewa hii beat ni aina gani. Unapoangalia kinanda huwa kinaelekeza hii hapa ni rock. Kwa sababu rock ni muziki wa kipepo. Hizo rock hizo. Unaona sasa watu wa Mungu nikwambie hivi. Siku hiyo inayokuja, kipindi cha dhiki kuu, manake wote na watu wanaosikiliza nyimbo ambazo hazina utukufu wa Mungu. Hata kama unaposema Mungu unamfahamu nani? Mungu nani? Wanaposema Mungu sio anaweza, si Mungu anafanya. Unasema kama anamtaja Mungu, unafikiri Mungu huyu ni Mungu mwingine kabisa, sio ndio unafikiria wewe. Unakuta sasa wanadamu hawa
wanajiingiza mikononi mwa shetani kwa sababu hawawi makini kuchunguza. Lakini ni maisha ambayo unakuwa umejichagulia wewe mwenyewe kwamba nipo katika dunia hii. Kwa nini kipindi hiki cha dhiki kuu kinikute? Kwa nini kinikute kipindi hiki? Maana sina namna yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana Bwana Yesu. Hebu nieleze kidogo hapo. Najua nataka mtu uweze kuelewa vizuri. Hii dhiki kuu ni kweli watu wa Mungu wale ambao hawajamwamini Yesu itawakuta. Mwingine anaweza kusema Bwana haiwezekani. Itatukuta wote. Shetani ni mjanja. Anataka kwamba aone hivi, ukisema dhiki kuu itawakuta wote na watakatifu, hakutakuwa na habari ya kutengeneze nini? Nijitakase wakati dhiki tukuta wote. Kwa nini? Sasa kibibilia, hebu nikueleza haya mambo mangapi haya ili uelewe vizuri kabla ya kuendelea mbele. Mungu alivyo hajawahi kumwangamiza mtu mwenye haki. Nikianza kitabu wakati wa Nuhu, dunia ilivyokuwa imechafuka kipindi kile, na moja ya dhambi ilikuwa ni uzinzi na mawazo pia. Amesema kila wazo waliwaza wanadamu halikuwa jema machoni pa Mungu. Mungu aliokoa Nuhu mwenye haki na familia yake. Ndivyo unakuta kwamba hata hii dhiki kuu inaowahusu ni waovu. Naona sasa unakuta wakati wa kipindi cha Nuhu, kipindi cha Lutu walipona wale watu. Mungu wakati Ibrahimu anamuuliza Mungu, hivi Mungu utamwangamiza mwenye haki pamoja na asiye haki? Mungu akasema hapana, haitawezekana. Wakipatikana wenye haki hawataangamia. Ndio maana unakuta pale hivi kitotokea, Lutu na familia yake walihamishwa, hawakuweza kuangamizwa kutokana na mazingira hayo. Kwa unakuta ukifuatilia Biblia ina mambo mengi inaeleza kabisa kwamba hivi kikuu inawapata watakaobaki. Na tukisoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 1:10 imesema Mungu mwenye kutuokoa na ghadhabu itakayokuja. Kwa Yesu atatuokoa na ghadhabu itakayokuja. Kwa ili uokoke na ghadhabu itakayokuja ni pale unapokuwa umechagua maisha yako. Unapokuwa umeamua kwamba ni kweli nimeishi maisha haya ya dhambi inatosha. Leo hii na siku ya leo ninaamua kabisa nimpokee Yesu, nimwamini Yesu ili niwe salama katika maisha yangu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia pale imeeleza kwamba wakati ule tena kitakachotokea baada ya lile jua kali takalowaunguza wanadamu, amesema ya kwamba wakati ule tena yataanza kutokea radi, zitakuwa zinajitupa duniani, radi kubwa, na yatakuwa tokea matetemeko hapa duniani. Kwa radi hizo nazo zifahamu. Radi, sijawahi kuona mtu jasiri mbele ya radi. Lakini radi za kipindi kile kinachokuja sio radi za kawaida, zitakuwa ni radi za kutisha. Zitakuwa zinajitupa duniani. Na amesema na matetemeko, utakuwa natokea tetemeko ambalo halijawahi kutokea duniani tangu kuwako. Kwa hiyo kipindi kilikuwa ni kipindi cha ajabu sana. Mwanadamu ambaye hajamwamini Yesu, kuweza kuvumilia, kuweza kustahimili kipindi kitakuwa ni ngumu. Radi inatisha, lakini kipindi hicho kitakuwa ni cha ajabu sana. Amesema pale, alafu kutakuwa na mvua ya mawe. Mvua hili sio vimama unavyovifahamu hivi. Ni mawe makubwa, amesema kama uzito wa tarani. Tusiende hata kwenye upande wa uzito. Ni uzito ambao mwanadamu atakuwa wanagongwa na mawe. Wale ambao wamebaki katika kipindi hicho, kwa mateso yatakayotokea kipindi hicho, watu wa Mungu, ni mateso ambayo mfano wake hata ukisoma wenyewe tuliposoma hapa, sijui nani atakaweza kustahimili. Unafahamu kabisa mvua ya mawe, unawe kupiga mvua ya mawe unaifahamu. Na pigia hapa sidhani kama mtu ambaye hajawahi kupiga mvua ya mawe. Vile ni mawe vidogo. Sasa ni mawe yana uzito, yanapima kwenye kilo. Yatakuwa yanaanguka juu ya wanadamu. Na wanadamu wakati huo Biblia inasema watakuwa wanamtukana Mungu kutokana na maumivu ya ile mvua ya mawe.
maumivu ya zile radi. Alafu amesema nyota zitakuwa zinaanguka mbinguni kama mtini unapopukutisha mapooza yake. Bwana Yesu asiwe. Nafikiri unafahamu, hata walioenda shule wanafahamu, wanasema vimondo. Wanasema kimeanguka Mbeya, Mbozi, Mbeya na Arizona, Marekani kule. Waliwahi kuangalia, wanasema kimondo kile ni kikubwa. Ni gujiwe, sio kitu kidogo. Unapoiona nyota hiyo, unaona kama ni dogo. Nyota zina urefu sijui wa maili 1000 ngapi kwenda juu. Sasa kuna wakati huo sasa Mungu ataanza kuruhusu nyota zitakuwa zinaanguka duniani kama mti unapopukutisha matawi yake. Sasa fikiria mateso hayo. Na nimekwambia hiyo nyota sio ndogo, ni ujiwe hivi. Kwa utakuwa unakubonda, alafu hufu unaamuka, unaumia, unasikitika. Hivi mimi kweli niliponza sigara? Hivi mimi kweli niliponza nini? Kushika siku ni washika siku. Bwana asiwe. Wewe mshika siku, kwamba unafikiri mtu unaposhika siku utaenda mbinguni. Kwa kushika siku tu huko nako tu kuna kuponza, kwamba kunaweza kukanisaidia mimi nikawa salama. Wewe mshika siku, yaani nikwambie utajuta siku ile. Siku inakuja ya mateso, siku inakuja ya hatari. Mateso yanayoja hapo ni mengi ambayo wanadamu watahangaika, wanadamu watapata shida. Yaani nikwambie hivi, wakati ule chochote kitakachokuwa kilikusababishia, yaani hautatamani hata kukiona. Hautatamani kwamba hivi kisababisha kitu gani? Imesababisha kitu gani mimi? Ni mapambo, kusikiliza nyimbo, kutazama mpira, kutazama katuni, kutazama nini, sinema. Ndio dhambi hiyo tu kweli? Mimi nikwambie hivi jamani, Mungu kwa jinsi alivyo, kwa utakatifu wake, viwango vyake havijawahi kubadilika. Kwa nini? Soma kwenye Biblia mambo yaliyowaponza watu wengi wakashindwa kufanikiwa kuingia mbinguni. Ukipima leo mtu akasema nyinyi, kwa kweli ndio hili nalo. Kwa mfano ukiangalia Musa jamani. Musa kilichomponza, Mungu alimwambia akaamuru ule mwamba achukue ile fimbo akapige uweze kutoa maji. Sasa ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mimi nasema hivi, ule mwamba alikuwa ni Yesu. Yesu alikuja duniani kupigwa mara hii moja. Kwa vitu vilivyokuwa vinafanyika wakati wa Agano la Kale ilikuwa ni typology. Yaani ni mambo yanayoonyesha yatakayokuwapo. Na unakuta hata nyoka aliyesimamisha, ndio inasema kwamba yule nyoka aliyeinuliwa jangwani alikuwa ni nani? Ni Kristo. Sasa ule mwamba ilitakiwa Musa apige mara moja. Maana yake kupiga mara mbili, Kristo atasulubiwa mara ngapi? Mara mbili. Kwa sababu inasema ule mwamba waliounywea alikuwa ni Kristo. Kwa kupigwa pale, ndio maana kuta hata ukiangalia kwenye Biblia, Bwana Yesu asiwe. Yesu wakati anasulubiwa msalabani, kuna vitu pale vilitoka. Kuna damu na nini? Na maji. Kwa yale maji, ndio maana kusoma kitabu cha Wakorintho pale nasema ule mwamba aliounywea alikuwa ni Kristo. Kwa hiyo Musa kwa kupiga mwamba mara mbili, kwa ni moja ya kosa. Alafu pia alishindwa hata kumheshimu Mungu. Maana hivi Mungu anaweza kufanya mambo, na kupiga mara mbili, maana kwamba Mungu hawezi mambo. Unaona sasa, akasema hautaingia kwenye ile njia ya ahadi. Lakini ukisoma Mungu alimwambia Musa hivi, alimwambia wanadamu, soma kitabu cha Hesabu pale kwamba wanadamu wengine tutasema kwa ndoto, wengine tutasema kwa maono. Lakini akasema sio kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika maisha yake. Yeye nitasema mdomo kwa mdomo, na umbo la Bwana litamuona. Na umbo la Bwana ataliona. Lakini alipokosea, yaani maana nimesema hivi, hata sisi tunayesimama hapa, yaani mimi nauhaza sana. Kwa sababu unaposababisha nafsi zinapotea. Biblia inasema kitabu cha Mathayo pale, anayesababisha
adhabu yake yeye ni zaidi ya pale. Sasa ukiangalia kwamba jamani, hivi Mungu ndiye aliyesema mtu akusema naye mdomo kwa mdomo, si kwa ndoto wala maono, kwa sababu ni mwaminifu. Lakini alipokosea hakuangalia hayo, kwamba huyu Musa alikuwa mzuri. Na Biblia imesema Musa alikuwa kati ya wanadamu, alikuwa ni mtu aliyekuwa mpole kuliko wanadamu wote. Kwa moja ya tabia aliyokuwa nayo Musa pale ni kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Alisema akasema, enyi waasi, tuwatolee maji katika mwamba huu. Unaona wenzako ni waasi eti. Naona sasa. Kwa hiyo hii ndio maana wanazungumza Mungu atusaidie. Iwe wewe unaimba, iwe wewe unahubiri, yaani hatujafikia kiwango ambacho Mungu anataka. Biblia inasema hivi, kitabu cha Waebrania, kitabu cha Wakorintho, tunafanya mambo kwa sehemu. Tunatoa unabii kwa sehemu. Kama kuhubiri tunahubiri kwa sehemu. Kwa hakuna aliyefuzu, hakuna aliye bora, hakuna mhubiri mkubwa, hakuna mhubiri mzuri katika renki za kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapoanza kuona hivyo, ndio maana unakuta watu wanakufa kiroho. Musa alivyosema, enyi waasi, tuwatolee maji katika mwamba huu. Mungu akasema, mlishindwa kunistari kwenye kule Meriba. Musa ukisoma sasa Kutoka sura ya 3 pale, sura ya 23, Musa akasema hivi, Bwana, nimeanza kuona neema mbele yako, naomba unisaidie nikaione ile ija. Akasema, Musa, funga mdomo wako, sitaki uendelee kurudia tena, hautaingia. Yaani Musa alijaribu kuomba rehema, ilishindikana. Pamoja na uaminifu wake wote, inazungumza kwamba watu wa Mungu, wewe unayesali, wewe unayefikiri kwamba safari ya kwenda mbinguni ni rahisi, kwamba unaweza ukaenda na mawigi, unaweza ukaenda na vimodo, unaweza ukaenda na denge zako, unaweza ukaenda na uchawi huku, unaweza unaenda kwa waganga, unaweza ukaenda unaabudu sanamu. Nikwambie, hauingii. Mungu ni mtakatifu, viwango vyake yaani ni viwango ambavyo havibadiliki. Maana Biblia inasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Maana yake Mungu wa kipindi kile na leo ni yule yule, habadiliki na habadiliwi na mazingira, hawezi kubadiliwa na mwanadamu yeyote. Mungu ni yeye yule. Kama alisimamia utakatifu, kama alisimamia watu wakitenda dhambi, Mungu alikuwa anaweza kukazia kipindi kile, na leo ndivyo ilivyo. Leo kinachotusaidia ni neema. Neema tu hii. Kipindi kile ilikuwa mtu tu akizini ni kupigwa kwa mawe, lakini leo hii unakuta mtu anazini wala hana shida. Unaweza kawa anafanya mambo mabaya, Mungu ni kama amenyamaza. Ni kwa sababu ya kazi ya Yesu ya msalaba, kwamba ile kazi ya msalaba aliyoifanya Yesu anaona. Biblia imesema Yesu ndiye anayetuombea mbele za Mungu. Iko hivi, Mungu anasema nataka sasa nikaangalia dunia. Yesu anasema, Mungu, hebu usifanye hivi. Maana Yesu anatuombea. Kumbuka niliteseka pale, yaani watu bado. Kutolea mfano, sio kama ndio ninazungumza hivi. Biblia imesema Yesu ndiye anayetuombea kwa Mungu. Maana yake anatuliza ghadhabu au hasira ya Mungu asishuke upesi, kwamba ile kazi niliyoifanya pale, mbona naona huku nafasi huku bado haitoshi. Mungu usishuke. Mungu vumilia kidogo, usishuke kuangamiza wanadamu. Lakini Mungu kwa jinsi alivyo, wakati mwingine maana unakuta wakati tulio nao watu wa Mungu ni mdogo. Dalili za kurudi kwa Yesu ziko wazi, zinaeleza, ziko wazi. Ni nini mwanadamu inachokufanya usielewe mpaka leo? Unaendelea kutokuwa na kubadilika, unaendelea kuwa na moyo mgumu. Na mbaya zaidi, hata watu waenda kanisani, hata wanaojiita wameokoka, kuna baadhi ya tabia na mambo hawataki kubadilika, hawataki hata kujichunguza njia zao. Wengine wamejaa viburi, unaona kwamba wao ni waaminifu, wao ni watakatifu, hawana maisha ya toba, hawana maisha ya kujikagua, hawana maisha ya kujichunguza kwamba hivi maisha yangu hapa naendeleje? Kuna kitu gani sijatenda? Kuna kitu gani napuuzia? Kuna maeneo gani sifanyi vizuri? Mimi nakwambia, usipobadilika, usipojichunguza,
hayo niliyoyazungumza nitakayoendelea kuyasema yatakukuta, kwa sababu ni mtu ambaye unaelezwa mara nyingi, unaeleza mtu wa Mungu wa mbuga kwamba Yesu anakupenda, Yesu anakuita, anakuvumilia, kwamba wakati huu ulionao si wakati wa kufuga dhambi, si wakati wa kuishi na dhambi, si wakati wa kuendelea tena kuzini, si wakati wa kuendelea kuloga. Ewe mchawi, Yesu anakupenda. Ewe mzinzi, Yesu anakupenda. Ewe mwabudu sanamu, Yesu anakupenda. Wewe unayeabudu rozari, Yesu anakupenda. Hata ukivaa rozari haitakusaidia. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, hasira ya Mungu inakuja. Haya tunayoyazungumza yanakuja kutokea kwa muda ambao mimi na wewe hatuelewi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuja. Hebu angalia maisha yako mwanadamu. Hebu chunguza njia zako unazoziendea. Hivi ni kweli ukakose mbingu kwa kitu gani? Ukakose mbingu kwa mawazo, ukakose mbingu kwa kusikiliza vitu, ukakose mbingu kwa kunyoa viduku, ukakose mbingu kwa kuvaa modo, ukakose mbingu kwa kuvaa mavazi ya kigeni, mavazi ambayo yana chata za kishetani. Unataka ukaangamie kwa namna hiyo. Haujihurumii nafsi yako mwanadamu, haujihurumii nafsi yako. Biblia inaniambia kwamba yule atakayeipenda nafsi yake ataweza kuipoteza, lakini yule atakayeiangamiza ataiona. Katika dunia hii ni afadhali wakuite mshamba, ni afadhali wakuite ni hohehahe, ni afadhali wakukatai wanadamu, uonekane ni mtu ambaye yani haueleweki, yani wewe hausomeki, yani hata kama watakuwepo watu, yani haupati hata promotion. Hata ukinyosha mkono utakuta kwamba yani wewe wala mkono wako hawakuoni. Hata ukichangia hoda wanakupuuza, wanakuzimisha, haisaidii chochote. Lakini kama ukiwa na Yesu, mimi nikwambie utakuwa salama. Kama ukiwa na Yesu utapona na hasira ya Mungu, utapona na hayo niliyoyasema. Hautaweza tena kuingia kwenye neno, kwa sababu utakuwa umeshajisalimisha. Mimi nakwambia, yani kama ningekuwa mimi, yani nabadilika hapo hapo. Mimi unavyoniona hivi, nimechoma nguo nyingi sana ambazo zenye nembo ya kipepo. Yani nguo za Adidas nimechoma. Unajua maana ya Adidas? Unajua maana ya Adidas? Unajua maana ya Nike? Unajua maana yake? Shetani anaufanya mambo kwa kificho. Adidas manake all days I feel about sex. Manake kila wakati wewe unawaza habari ya ngono. Wenzao wamekuandikia kwa kinyume, wewe huelewi. Iko hivi, Bwana Yesu asiwe. Yani waabudu shetani wanatengeneza vitu ambavyo yani vinasomwa kwa kinyume. Unaona sasa? Wewe unafikiri kwamba eneo limeandikwa hivi na maana kumbe ni tofauti. Unaona sasa? Ndio maana kuna kitu kinaitwa Santa. Yani kuna maneno yanaitwa, kuna kitu kinaitwa anagram. Na unajua kuna kitu kinaitwa anagram. Anagram ni mpango, yani namna ya kuyaweka maneno katika utaratibu usio sawa. Kwa mfano, leo hii watu wa Mungu, watu wanashiriki kitu kinaitwa Easter. Bwana Yesu asifiwe. Easter utakuta kuna kitu kinaitwa Santa Claus. Unaelewa maana yake? Santa maana yake ni Satan. Ila wao wamekuandikia kwa kupitia mbinu inayoitwa anagram. Yaani wanaandika kinyume chake. Wanayapanga herufi tofauti. Kwa hiyo ndio maana kuna nguo nyingi ambazo zimeandikwa SA. Wewe unafikiri SA sio ni nini? Yaani ni mapepo, ni madini ya mapepo, wewe huelewi. Kwa hiyo unakuta vitu hivi vyote, ninakwambia kama mwana wa Mungu unavivaa, unavaa nguo hizi. Nakwambia hayo niliyoyasema yanakukuta. Hayo manzige yatakukuta katika maisha, kwa sababu hautaki kubadilika. Yani mimi nikiambiwa hii nguo sio wenyewe, yani mimi sieleweshaki pale choma moto, chukua mafuta choma. Mwingine anawaza, mimi nimefuatilia watu wengi, hasa nyinyi waliokuwa mnafahamu. Unakuta unasema zile nguo ulichoma, hapana, zilikuwa anazimezea mate. Kwani ninunua kwa gharama hivi? Ninunua kwa gharama hivi kweli? Kwa unaona uchungu kuchoma kitu cha shetani hawezi kukuruhusu kirahisi.
anataka kwamba nafsi yako mkaamane pamoja. Akakukuta nayo yasema haya. Ndio maana nataka niwaambie mtu wa Mungu, hebu angalia wewe unasherehekea Easter. Na Wakristo wengi, waabudu wengi, maana kuambia kama unaabudu imani ambayo wanasherehekea Easter, wanasherehekea Christmas, badilika leo, hautaingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya nayo yazungumza hautakwepa, kwa sababu kalenda wewe kwanza unajua iko hivi. Nataka nikueleze ukweli. Easter, wao nasema Easter ni dhambi. Easter jamani, kufa kwa Yesu kulitokea mara hii moja. Nitolee mfano. Jamani, kifo cha baba wa taifa kitokea tarehe ngapi? Tarehe 10 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10. Sana kuuliza, hivi kwa nini tarehe za Easter zinabadilika? Kwa sababu Easter kama ndio mnasema ni kufa kwa Yesu. Yesu alikufa siku hii, itakuwa inasherehekea siku hii. Lakini kalenda unakuta mara mwaka huu 21, mara tarehe 14, mara tarehe ngapi? Unaelewa maana yake nini? Mnaabudu miungu mingine. Kama ilivyo siku za uzazi za mwanamke, ule mzunguko wake wa siku huwa unabadilika, ndivyo ilivyo wanaosherekea Easter. Wanasherekea Mungu wa jua anaitwa Easter, au unaweza kusema Semiramis. Ana majina mengi kutegemeana na makabila. Kwa kila eneo ana jina lake. Ndio maana kwa wale wengine wanaoabudia kile kisanamu, yule ndio Mungu wa jua. Kwa hiyo yule mtoto ndio kameshika hivi, yule ndio anaitwa Tammuz. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba nikaona wanawake wakimlilia nani? Tammuz. Soma kwenye Biblia. Haya mambo ni Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nisipokueleza haya mambo, siku ile utasema nilikuja mbuga, sikueleza vitu hivi kwamba ni hatari, watu wataenda kuangamia. Na niliyoyasema hapa yatakukuta, kwa sababu hautanyakuliwa. Unayeabudu Mungu jua, hautaweza kufanikiwa. Unakuta hii sikukuu inasherekewa na watu wengi. Sasa watu bila kuchunguza kwamba hii sikukuu ni sikukuu ya kipagani, hawaelewi, nao wanaingia huko. Nakwambia uje uokoke leo, tunakueleza habari njema kwamba hii ndiyo njia sahihi. Maana nikisoma kwenye vitabu vya Injili, Biblia inasema kwamba Pasaka ya Bwana Yesu, kama wewe kusoma, maana Pasaka unaosherehekea wewe sio Pasaka ya nani? Na Biblia inasema hivi, aliposema ile Pasaka ya Bwana Yesu walifanyeje? Biblia inasema aliwapeleka mtume wakaanena Pasaka ya Bwana Yesu. Hiyo kifanya pale, walichukua mkate na mzao wa mzabibu, ndio akasema kwamba kuleni mwili huu ndio mwili nitakaotoa kwa ajili yangu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi ya wanadamu. Akasema kunyweni mzao huu wa mzabibu, maana hii ndiyo damu itakayomwagika kwa ajili yangu na kwa ajili itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Alipofanya vile, ile inaitwa ndo Pasaka. Kwa hiyo sisi Pasaka ni kitu kinachoitwa meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna Pasaka zingine, zote hizo ni ibada za kishetani. Haleluya. Hata kama usikubaliana, lakini ndio ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanashiriki inaitwa Christmas. Yaani vitu vyote ukiangalia, Easter yenyewe ukisoma kwenye Mwanzo mpaka Ufunuo, huko ndio limeandikwa Easter, halipo. Tunasema tu Easter. Uliwahi kuona wapi kwenye Biblia? Haipo. Kwenye Biblia hapo asome, haipo. Ni ibada za kishetani. Kwa hiyo tunaitwa Christmas. Tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Yaani wewe unasherehekea, wewe una kiherehere kiasi gani? Mwenye siku hakuwahi kusherehekea. Biblia inasema hivi, imani yetu imejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Maana yake unapofanya jambo, wewe Mkristo na wewe ambaye haujaokoka huko kwenye dini, na kuambia uje leo ueleze ukweli utupu, kwa sababu Biblia inasema imani katika msingi wa mitume na manabii. Lazima uangalie, mitume walifanya, manabii walifanya,
Kama hawakufanya hicho kitu ni batili. Fuatilia, Yesu alisherehekea siku ya kuzaliwa? Hamuna. Je, mitume kwa sababu kwenye Biblia walisherehekea siku ya Yesu ya kuzaliwa? Hawakusherehekea. Je, kuna nabii yeyote aliwahi kusherehekea siku ya kuzaliwa ya Yesu? Hamuna. Wewe umeitoa wapi kwenye kiherehere? Unaanza kusema kwamba nisherehekee siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Unasherehekea siku ya kuzaliwa kwa Tamuzi. Kwa maana ukisoma Yeremia 52 na muda mmoja pale inaeleza kwamba ile tarehe 31 ile tarehe 25 ya mwezi wa 12 yule mfalme akawekwa huru. Ilikuwa ni siku ambayo ya kuzaliwa kwa Mungu Tamuzi, ambaye ni Mungu chua, na pia ilikuwa ni siku ambayo ya kuwekwa huru wafungwa kwenye Biblia. Wewe unasherehekea tu tarehe 25 mwezi wa 12. Soma kwenye Biblia tarehe 25 mwezi wa 12 ni siku gani? Wewe unasema ni Christmas. Alafu Christmas yenyewe ukisoma hata kwenye Biblia, hata kwenye Kiingereza, mwanzo mpaka Ufunuo hautaiona. Wewe unaendelea, yaani unaenda tu ni kama mtu ambaye umevaa miwani ambao, mtu amevaa miwani ambao anaenda tu hivi. Haoni chochote kule mbele. Kwa unaenda shimoni hauoni. Maana Biblia imesema kwamba kiongozi wa kipofu wote shimoni. Kama kiongozi ni kipofu, nakwambia leo mahali popote kiongozi kipofu asiyekueleza vitu hivi, unaondoka mchana peupe kwamba umenidanganya ya kutosha, nimejua sasa, nimefumbuliwa macho. Hiyo kaisa na kuachia. Kwa sababu gani? Unaniambia nataka niende motoni. Maana nikwambia Christmas haipo kwenye Biblia. Sasa wewe endelea kusherehekea, kwa sababu vitu lazima uweze kujiuliza kwa kitu ya kawaida. Unajua, yani Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Yani akili, na wewe umesema toka mbinguni Mungu anachungulia duniani aone kama yuko mtu mwenye akili anayemtafuta Mungu. Yupo. Watu tumekuwa ni wavivu wa kumtafuta Mungu. Vitu vingine muulizaje Mungu? Mungu mimi niliwahi kutokea siku moja pale kanisani. Yesu asifiwe. Haya mambo mengine haya. Yaani nilipokuwa nafundisha habari za utakatifu wa ndani na nje. Sasa walikuwepo wapinzani pale. Kuna watu walitoka huku Dodoma Dodoma. Alitumwa ajenti wa shetani. Unajua wao wana macho ya kuona katika ulimwengu wa roho. Kanisa lipi ambalo linatuletea shida sisi? Na unataka kunyang'anya sisi nafsi ambazo zinataka ziende jehanamu. Nani? Akatuma watu huko. Walikuwa ni watu maafisa wawili, mtu na mke wake. Wakaja pale, wanakuja kanisani. Siku ya kwanza anafika, ulikuwa kipindi cha maombi, anafika tu hivi, Mungu akaniambia huyo sio mtu mzuri. Huyo ni wakala wa shetani. Na hapo alikuwa amejifunga kitu, sikuona hata kwamba ana nani kichwani, sikumjua. Alipoona nimetambua, unajua wanajua, akaja nyumbani. Akaanza kuuliza mambo mengi, naomba usiwe na wasiwasi, usije ukafikiri mimi ni wakala. Mimi taifa ameshanipa, tutaona kukule mbele wetu endelee. Ilifika wakati akashindwa yeye mwenyewe. Unaona sasa? Na akakaona na mwenzake kanisani, akasema hivi. Yaani huyu aliyetumwa kule. Yaani akasema hivi mimi, maana yule mtu mmoja mmoja kanisani ndio alikuwa anafanya mawasiliano. Akasema kwamba huyo aliyetumwa maana yake yule ni mkubwa na ana hata majini. Na ni kweli, yule sio Mungu, kwa sababu mimi nimemwona mara nyingi. Na huyo mtu alikuwa anazungumza sio amelipuka mapepo. Tumekaa hivi ananiambia mwenyewe kwamba yule mwenzangu yule ni mkubwa sana, ni wakala mkubwa. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kazi kwa pamoja. Yaani kile vitu walipofika ibada zilikuwa ngumu. Yaani ibada zilikuwa